Bwana, Magodan Online TV pekee daima inakupa faida. Magodan Online pekee twasonga mbele, Magodan Online pekee twasonga mbele. Na leo ndugu zangu, nimekuja kutaja faida nyingine na kuelekeza wale wote wenye kusumbuliwa na matatizo ya kishetani kwa maana kimajini, na sitorefusha sana muda, bali ni kuelekeza ni namna gani ya kuweza kufanya ili kuweza kutatua tatizo hilo. Kama wewe unasumbuliwa na majini kwa muda mrefu, aidha kwa sasa, lakini unahitaji kuweza kumuondoa shetani huyo, basi tumia njia hii ambayo nitakuelekeza kwa siku ya leo ili uweze kutokomeza tatizo hilo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ndiye ambaye labda ni tabibu, una kazi ya kusomea watu, naomba unisikilize kwa makini. Tumia njia hii. Kwanza kabisa, msomee mgonjwa wako adhana 7. Kisha namba 2, msomee suratul Fatiha mara 7. Namba 3, msomee ayatul kursi 7. Namba 4, msomee aya ya 21 mpaka 24 katika suratul Hashri, msomee mara 7. Lakini namba 5, msomee suratul Safati mara 7. Namba 6, msomee suratul Ikhlas mara 7. Namba 7, msomee suratul Falaq mara 7. Namba 8, msomee suratu Nasi mara 7. Hizi sura ndizo ambazo tutaweza kuzitumia kwa siku ya leo kuweza kumtatua ama kutatua tatizo la kimajini, la kishetani katika mwili wa mwanadamu, na kuweza, kama jini huyo atakuwa ni mkorofi, hataki kutoka, ataangamia kutokamana na kisomo hicho kikubwa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hizi sura tunaelekezana, basi lengo na makusudio ni kutatua matatizo yetu. Sihitaji kurefusha sana kula muda wenu, bali ni kuelekeza kwa njia fupi ambayo itakuwa ni rahisi kutumia muda wako mchache na uweze kuondoka na kitu kikubwa ili uweze kukifanyia kazi katika maisha yako. Sura hizi zifanyie kazi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la mwisho kabisa ni wakumbushe, dhalika alkitabu la raiba fihi, hichi ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kwa wale ambao watakaotumia biidhnillah wakaamini, basi ujue kwamba kitabu hichi huda lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ambaye atakuwa anakiamini kitabu hichi, basi haya ambayo tunazungumza ataenda kuona faida yake. Kinyume chake, mtu ambaye ana mashaka na kitabu hichi, basi hawezi kufaidika kutokamana yeye mwenyewe, imani haipo. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa nakumbusha hilo. Nikuombe sana wewe ambaye upo katika channel hii kwa mara yako ya kwanza, usubscribe na kulike na kushare na comment, kwani kufanya hivyo unaweza ukapata taarifa kila tunavyozituma video zetu katika channel hii ya Magodan Online TV. Shukrani sana kwa utazamaji wenu na usikivu wenu. Mpaka hapa niseme bye bye. Magodan Online pekee twasonga mbele, Magodan Online pekee twasonga mbele.